Sasa hivi kuna vita vinaendelea kati ya Israeli, Marekani pamoja na Irani. Sikutishe, mwambie mwenzako visikutishe. Wasiosoma Biblia na kujua unabii wa nyakati za mwisho ndio wanatishika. Sisi ambao tunaisoma Biblia tumeimeza, tunaisoma kila siku, tunaimeza kila siku. Hii ni kutumia kwa maandiko. Ubadilishi chochote. Kilichoandikwa kimeandikwa na neno lazima litimie. Yesu alisema kwamba nyakati za mwisho kutakuwa na vita na matetesi ya vita. Falme kwa ufalme utapigana, taifa kwa taifa, nchi kwa nchi. Vita hivi vyote vimeshaandikwa mpendwa. Sema amina kama unanielewa. Yaani sisi tunachotakiwa hapa ni kuhubiri injili. Injili ipenye, maana Yesu amekaribia kuja. Yesu yuko mlangoni. Mwambie mwenzako Yesu yuko mlangoni. Na ukiona haya yote, Biblia inasema ni mwanzo wa utungu. Na Yesu amekaribia. Hajaja bado, lakini amefanyaje? Amekaribia kabisa. Na vita kama hivi vinavyoendelea, lengo ni kuvunja ngome za shetani, injili ipenye. Kuna maeneo injili haiwezi kapenya mpaka vita vimepigana. Mungu anaruhusu vita ili injili ipenye. Wewe hujanielewa ninachokisema. Sasa wewe ukienda upande mwingine kushabikia pasipo kusoma Biblia, utakuwa unamtenda Mungu dhambi. Maana kwenye mitandao ya kijamii hamjambo. Unakuta mtu Mkristo ana comment hata sio kwa mrengo wa kibibilia, ni mawazo tu. Usitembee na watu wanavyotembea duniani. Tembea na neno la Bwana. Come on, tembea na hili neno Bwana. Hili ndio mwongozo wako wewe. Acha kuyumba, acha kuyumbisha. Neno la Mungu ndio mwongozo wa maisha yetu. Vyote hivyo vimeandikwa hapo. Hakuna jambo jipya, vyote viko kwenye Biblia. Unabii wote umetokea na unaendelea kutimia. Wewe la usiogope leo hii. Usiogope. Yaani hata baba na mama watagombana, watoto watagombana, familia za kwa ajili ya nini? Ya injili. Kwa hiyo haya yote usiogope, ni kutimizwa kwa unabii. Hata waunde manyuklia, dunia haitateketea baba. Hata wasema kila taifa leo na nyuklia zipige dunia, haitateketea kwa sababu Biblia imesema Yesu lazima arudi. Na sisi kanisa lazima tunyakuliwe. Sasa usiogope, usiingie upepo. Mwambie wenzako acha kuingia upepo. Maana kuna watu wanaingiza upepo na nini na yanayoendelea. Haya yanaendelea ni kutumia kwa unabii. Sema amina kama unanielewa. Na Yesu mwenyewe aliyenena unabii huo. Sema amina kama unanielewa. Bwana Yesu asifiwe.